Bwana Yesu asifiwe. Ni siku njema ambayo Bwana ameifanya, sadi njema ya baraka. Tunamleta askofu wetu Bishop Steve Jehia aweze kuongea nasi na ninajua tutabarikiwa. Karibuni nyote. Asante. Haleluya! Nashukuru wote ambao mmekuja katika ibada, popote wananisikiza, wale wananisikiza wakiwa nyumbani, wakiwa barabarani. Nataka kusema Mungu wa mbinguni akapata kuwabariki. Siku ya leo nataka kuongea topic mzuri sana, inaitwa The Seed of Destiny. Mbegu ambaye natafuta hii jina, ina hatima, mbegu ya hatima, the seed of destiny. Wakati Bible inaongea juu ya mbegu katika Biblia, kuna vitu tatu ambaye inakuja kwa mawazo. Ya kwanza, Bible ikiongea juu ya mbegu inaweza kuwa ni neno la Mungu. Wakati Biblia inaongea juu ya mbegu, inaweza kuwa mbegu ni ile neno ambayo imepandwa ama neno ambayo imetoka kwa Mungu. Pia wakati Biblia inaongea juu ya mbegu, inaongea juu ya bidii ama inaongea juu ya matendo. Na Biblia inasema usidanganyike, apandacho mwanadamu ndicho atakachovuna. Kile alipanda ni nini? Matendo. Kwa hivyo matendo inatokea kuwa ni mbegu ya mwanadamu. Pia wakati tunaongea juu ya mbegu, tunaongea juu ya investment, tunaongea juu ya dhabihu, tunaongea juu ya sadaka. Wakati umetoa sadaka zako, hiyo sadaka haikui tu sadaka, inakuwa mbegu. Kwa hivyo siku ya leo nataka niongee juu ya the seed of destiny, mbegu ambayo ina hatima. Na ningetaka kusoma katika 2 Corinthians, Wakorintho wa pili mlango wa 9 mstari wa 10, na nitauliza msomaji wangu atanisomea 2 Corinthians chapter 9 verse 10. Wakorintho wa pili sura ya 9 na mstari wa 10. Biblia inasema, na yeye ampaye mbegu kwenye kupanda na mkate uwe chakula. Yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula kwa yeye alaye. Napenda hii sana. Pointi yangu ya kwanza ambayo nataka niongee juu ya leo, wakati tunaongea juu ya mbegu, nitakuwa nikiongea juu ya 4 points. My first point, willingness to separate the seed from the bread. Willingness to separate the seed from the bread. Biblia inasema, na yeye apeanaye mbegu kwa yule ambaye anapanda na mkate kwa yeye ambaye anakula. Chochote ambaye Mungu ametupatia, anything that God has given us, iwe ni biashara, iwe ni pesa, iwe ni mshahara, chochote Mungu amekupatia, hata miaka ambayo Mungu amekupatia, hiyo miaka inaweza gawanishwa mara mbili. Moja ikiwa ni mbegu na ya pili ikiwa ni mkate. Na ile kitu inashangaza, wakati Mungu anapeana mbegu, hakuambii hii ni mbegu na hii ni mkate. Yeye ana supply. Ni wewe umebaki na jukumu ya kujua kwamba mbegu nitapanda na mkate nitakula. Na system yote ya Mungu, chochote Mungu aliumba, alihakikisha iko na mbegu. Ukiona wakati Mungu anaongea juu ya viumbe, akasema akaviumba na mbegu yake. Kwa hivyo alipoumba mti, hakutaka kuumba mti tena, aliumba mti na mbegu yake. Alipompea mwanadamu akamwambia mzaane. Kwa nini? Kwa maana mwanadamu ndani yake ana mbegu ya kuzaa mwanadamu mwingine. Kwa hivyo siku ya leo wakati tunaongea juu ya mbegu, you are able to separate the seed from the bread. Willingness. Na hii ni wewe mwenyewe. Mungu amekupatia mkate, amekupatia shilingi 1,000. Ni wewe utachukua hiyo shilingi 1,000, useme mbegu ya fungu la 10 itakuwa shilingi 100. Useme mbegu ya maisha yangu ama mbegu ya sadaka nitaongeza 100. Useme mbegu ya investment ya maisha yangu, labda nitakuwa nikiwekeza shilingi 200. Alafu ingine unaifanya kuwa mkate. Lakini una uwezo wa kukula yote bila kuifanya mbegu. Hiyo mamlaka yote Mungu amekupatia wewe. So wakati tunaongea juu ya separating the seed, lazima kuwe na willingness kutoka kwako wewe mwenyewe. Willingness ya kugawanisha, kusema hii ni mbegu na hii ni mkate. Na hapa ndio watu wengi, nchi nyingi ambazo tunaishi, nchi za Afrika, unasikia nchi zetu iko na madeni. Ni kwa sababu
katikati ya ile pesa zote tunapata, mbegu ni kidogo. Na leo ninasihi watu, chochote utapata in your income, increase your seed. Kama unataka ukuwe na mkate ambaye itazidi kukula kwako, lazima pia mbegu ikapata kuongezeka. Jambo la pili ambaye ni ya muhimu sana siku ya leo, willingness to prepare the ground. Hamu na haja na kutaka kuandaa shamba yako. Jeremiah chapter 4 verse 3 ambaye nataka nisomewe, Yeremia 4 mstari wa 3, inaleta ile uzito ya ground. Jeremiah chapter 4 verse 3. Sasa point yangu ya kwanza ni willingness to separate the seed from the bread, na ya pili willingness to prepare the ground. Some Jeremiah chapter 4 verse 3. Kitabu cha Yeremia sura ya 4 na mstari wa 3. Biblia inasema, maana Bwana amewaambia hivi watu wa Yuda na Yerusalemu. Bwana amewaambia hivi watu ya Yuda na Yerusalemu, ulimeni udongo katika konde zenu. Ulime udongo katika konde zenu. Wala msipande mbegu kati ya miiba. Msipande mbegu katika miiba. Sasa number 2 ni preparation of the ground. Na wakati Biblia inaongea katika ground, ukisoma katika Matthew chapter 13, Yesu anapeana mfano wa shamba aina 4. Shamba aina 4 ambayo mwanadamu anaweza kupanda mbegu zake. Lakini hapa Yeremia anaonya, anasema shamba ni yako, ndio una title deed, lakini kwa maana shamba umeinunua, hauwezi kupanda bila kuilima. Anasema andaeni konde za roho zenu, prepare the ground. Kumaanisha hata kama mbegu ni mzuri, hata kama ni satisfied seed, hata kama ni mbegu ya grade, lazima mahali inapandwa pawe pameandaliwa. Na hapa ndio tuna shida. Watu wengi wanakuja Jumapili kanisani na roho ambayo imejaa mawe, roho ambayo imejaa mwiba. Mtu hajaomba wiki mzima. Hata kama mahubiri itakuwa ni moto, hata kama worship itakuwa ya maana, zile maombi, ile mahubiri, ile mbegu haiwezi kamea, kwa maana shamba ya roho yake haijaandaliwa. Kwa hivyo hapa katika Matthew 13 verse 3 kwenda mstari wa 8 inapeana aina ya mpanzi ambaye alikuja kupanda mbegu. Na akasema kuna mbegu ambayo ilianguka kwa barabara. Kuna watu ambaye roho zao ni kama barabara. Barabara inamaanisha watu wote wanaweza pita pale. Hii ni watu ambaye hawana privacy. Hii ni watu ambao wameachilia roho yao. Wanaweza ongea na mtu yoyote, mambo yoyote, wakati yoyote. Yeye sasa mbegu yoyote inapandwa, ikipandwa asubuhi, ndege ambaye ni mtu wa saa 8 anakuja anaitoa. Wakipanda imani, mtu wa kumvunja moyo akikuja anaitoa. Sasa shamba ambaye ni ground, ni barabara, haiwezi kachukua neno la Mungu. Na watu wengi utakuta mtu hana siri ya maisha yake, kwa maana yeye ni shamba ambaye ni barabara. Na kikundi ya pili ya watu, Biblia inasema kuna wale walipandwa katika mawe, shamba ya mawe, na ile mbegu ingawa ilimea haikumea mizizi. Watu ambao wana roho ya mawe ni roho ambaye ni shamba ambaye ni ngumu, ni shamba ambaye ina vikwaso mingi. Huyu ni ule mtu anajikwasa na vitu vidogo vidogo. Huyu ni mtu ambaye amejaza mambo mengi kwa roho yake, haiwezi karuhusu mbegu yoyote ingie kwa maisha yake. Kuna mtu unaweza jaribu kurekebisha kimaisha, hawezi, kwa maana roho yake iko programmed, ina mawe kila mahali. Inahitaji ifanywe kazi ya kutoa mawe ndio mchanga ipatikane. Sasa Biblia inasema willingness to prepare the ground. Kama roho yako ni ya mawe, anza kutoa mawe ili mbegu yoyote, iwe ni mbegu ya mafanikio, iwe ni mbegu ya neno la Mungu, iwe ni mbegu ya kusonga mbele, iwe ni mbegu ya kutajirika, haiwezi kumea kwa roho ambaye ni ya mawe. Na ya tatu, kuna shamba ambaye ni ya miiba, thorns. Na Yeremia anasema usipande kwenye miiba. Miiba inachoma mpaka yule alikuja kupalilia. Miiba inachoma hata mwenye alipanda. Miiba inazuia mkulima mwenyewe kuingia kwa shamba yake. Na watu wengi roho zao ziko na resistance. Hata mtu akikuja kusema na nitaka kuongea naye, wachana mimi, usiniguze, najua unataka kunivunja moyo, roho yake ina miiba. Hakuna neno la maana linaweza ingia ndani yake. Ana miiba nyingi sana ndani yake. Kwa hivyo leo nataka nikuchallenge, as you are willing to prepare the ground, hakikisha kila miiba imeng'olewa.
chochote ina resist watumishi wa Mungu, chochote ina resist ukweli wa Mungu, chochote ina resist upako wa Mungu ndani yako, chochote ina resist maendeleo ndani ya maisha yako, lazima iondolewe ili roho yako ikuwe safi. Na ya ine of course inasema kuna udongo mzuri, ambaye leo ninaamini roho yangu na roho yako ni udongo mzuri ambaye uko tayari kupokea neno la Mungu. Sema amen. Jambo la tatu, nimesema ya kwanza willingness to separate the seed from the bread. Ya pili willingness to prepare the ground. Na unaweza kujiandaa ground kwa maombi, unaweza kujiandaa ground kwa neno la Mungu, unaweza kuandaa ground yako kwa maana ya Roho Mtakatifu, na unaweza kuandaa ground kwa maana ya ushirika ya wandugu na wapendwa na kusikiza neno. Zote zinaandaa shamba yako, roho yako inakuwa nyepesi. Ya tatu ni willingness to surrender the seed. Wakati umeamua, umeandaa shamba ya moyo wako, wakati umeandaa maisha yako na mbegu iko tayari kupandwa, lazima kuwe na ile willingness ya wewe mkulima kuweka mbegu kwa shamba. Watu wengi wanapenda mbegu sana mpaka wamekataa kuipanda. Anatembea naye akikwambia hii ni Kenya seed, hii ni 625, hii ni 613, hii ni Kenya seed, hii ni mbegu ya maana sana, hii mbegu nilitoa Ujerumani, hii mbegu nilitoa Amerika. Anapenda mbegu sana mpaka anatembea naye. Mbegu yoyote inamea ni mbegu ambayo imepandwa. Biblia inasema nini katika Yohana 12:24? Wacha tusome katika John chapter 12:24. John chapter 12, Yohana 12 mstari wa 24. Kitabu cha Yohana sura mlango wa 12 mstari wa 24. Biblia inasema nini? Inasema amin amin, amini amini nawaambia, ninawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa, hukaa hali hiyo hiyo peke yake. Hukaa hali hiyo hiyo pekee. Kuna watu wengi wamekaa na mbegu, wanapenda mbegu, wamekataa kuipenda, wamekataa kuipanda. Ufaida ya mbegu ni kuitoa kwa mikono, kuitoa kwa store, kuitoa kwa packet na kuiweka kwa mchanga. Faida ya investment ni kuitoa kwa akaunti yako na kuiweka mahali unataka kuinvest. Faida ya wokovu ni kujikana wewe mwenyewe na kujipanda kama mbegu. Faida ya sadaka sio sadaka yenye iko kwa mkono wako, sio sadaka yenye iko kwa akaunti yako, sio sadaka yenye utatoa siku ile utakufa. Faida ya sadaka ni ile umeitoa mikononi mwako, umeiweka kwa shamba, umeiweka kwa mchanga ili ianze kukufa. Willingness to surrender the seed. Watu wengi wanapenda mbegu zao sana kiasi ya kwamba hawangetaka mbegu yao ikufe. Na utakubaliana na mimi, kama unapenda mtoto wako sana, utamfundisha kuchoka, utamfundisha kuamka mapema, utamfundisha kung'ang'ana, utamfundisha ubinafsi kukufa, utamfundisha kutoa jasho. Kwa maana hii mbegu yako isipokufa haitazaa kile unatarajia. Kwa hivyo kama unataka kutengeneza kitu cha maana, kuna seed, kuna mbegu, kuna bidii, kuna jasho, kuna kuteseka, kuna kung'ang'ana ambaye lazima ukubali kupanda. Na Biblia inasema hivi katika Galatians chapter 6 verse 7. Usidanganyike, Mungu adanganyiki. Apandacho mwanadamu ndicho atakachovuna. Hiyo mbegu uko naye, unaweza kuiweka chini kwa mchanga. Hiyo seed, hiyo bidii uko naye, hiyo nguvu uko naye, hiyo ujasiri uko naye, hiyo wimbo uko naye, unaweza kuiimba uipande kama mbegu. Hiyo nguvu uko naye, unaweza kuipanda leo wakati unapumua, leo wakati una nguvu, badala ya kukaa tu kulala. Na ndio watu wengi wanaishi maisha ya uzembe, maisha ya kulala. Vile unapumzika sana ni mbegu unakataa kupanda. Biblia inasema panda mbegu yako asubuhi, panda saa 6, panda jioni, na hata jioni kabisa mikono yako isiwe milegevu. So allow the seed to die. Allow the seed to be buried. Ruhusu mbegu ipandwe na ikufe. Watu wengi wakipanda mbegu zao, tuseme amepanda viazi tamu, anataka baada ya wiki moja anakuja anang'oa tena
anaangalia kama imeanza kumea, anaona hakuna, anarudisha. Uking'oa kwa muda wa miezi mitatu na mmoja apande airuhusu ikufe miezi tatu, yule ambaye aliruhusu ikufe miezi tatu itakuwa imezaa. Watu wengi wana shida kwa maana they don't have patience with their seed. Wakati yote umepanda mbegu, ipatie muda. Wakati yote umepanda mbegu ya maombi, pea maombi yako muda. Wakati yote umepanda mbegu yako ya sadaka, ipatie muda. Wakati yote umesomesha watoto wako, wapatie muda. Wakati yote umefundisha watu, give them time, ili ile mbegu iko ikapate kumea na ikapate kuzaa. Sema amen. So wakati yote mbegu yako iko chini, lazima ujue it takes a sacrifice to release a seed from your hand. Number 2, it takes faith. Inachukua imani kutoa mbegu katika mkononi mwako. Ya 3, it takes a commitment. Inachukua commitment, kujitolea mhanga, kuachilia mbegu na kulipia gharama ya hiyo mbegu yako ili ikapate kuzaa. So siku ya leo nataka nikuambie, you can still surrender the seed and go and rest. Willingness to surrender the seed. Kuna watu watakufa hawajawahi toa sadaka zao. Wanajua ni mbegu lakini watakufa na hiyo mbegu kwa kifua yao. Kuna watu ambaye hawajawahi surrender mbegu yao. Mtu mmoja alifanya research Egypt, katika zile zinaitwa pyramids, na akapata ngano, mbegu ya ngano katika pyramids ambayo ilikuwa siku za Yusufu, na wakasema hii mbegu hatujui kama iko uhai. Wakaenda wakaipanda na wakashangaa ilimea. Mbegu imekaa kwa mchanga zaidi, imekaa bora tu haikumwagiwa maji. Imekaa 2000 years. Ilikuwa tayari kupandwa miaka 2000 mpaka siku ile ilipatikana ndio ikapandwa. Kuna watu wamekufa na mbegu zao kwa mfuko. Kuna watu wamepoteza miaka yao ambayo ingekuwa mbegu, hawajawahi kubali kuipanda ikapata kuwa ya faida kwa maisha yao. Number 4, willingness to protect your seed. Wakati yote umepanda mbegu yako, lazima uifence ile shamba. Wakati yote umepanda mbegu yako, lazima ukubali kuimwagia mchanga, kuimwagia maji. Wakati yote umepanda mbegu yako, lazima ujiandae kukuja kupalilia. Wakati yote umepanda mbegu yako, lazima ujiandae kuja baada ya wiki 2 kuangalia inaendelea namna gani. Wakati yote umepanda mbegu yako, lazima ukuje uprune tawi lolote ambalo halizai, uliondoe ili ile ya kuzaa izae. Willingness to protect the seed. Kuna watu ambao wana maono mazuri sana, very beautiful vision. Kuna watu ambao wana watoto wazuri sana, lakini baada ya kuzaa, ingawa huyo mtoto ni maridadi, ingawa huyo mtoto anaonekana ni bright, huyu mama hajakuja kuweka fence. Huyu baba hajaweka ulinzi ya huyu mtoto. Huyu baba ana pesa, hajasomesha huyu mtoto. Huyu baba ana uwezo ya kupeleka mtoto college, amekataa kupeleka college. Huyu baba ana kitu anaweza fanya, amekataa. Sasa ule mtoto anaweza kufa ama apone, na akipona ndani yake kuna mbegu haikuwekwa, kuna ulinzi haukuwekwa. Sasa siku ya leo challenge ambayo niko nayo, willingness to protect your seed. Watu wengi hata dhabihu zao, they don't protect their offerings. Hawajui sadaka zao watoe wapi. Mpaka leo mtu amekuwa mzima, hajui madhabahu yake inaweza kumsaidia nini. Hajui jina ya pasta wake, hajui kanisa yake inaweza kumsaidia nini. Hajuani na Mungu wake, kiasi ya kwamba yeye upanda mbegu popote ovyo ovyo. Mkulima ambaye anatarajia kuvuna anakumbuka vizuri alipanda wapi. Kuna fundi mmoja nilitaka anijengee nyumba, nikampea contract, tukakubaliana. Akaja jioni, akaona site na akaniambia atakuja kesho, na kwa maana hajaokoka akaenda akakunywa. Kesho yake akaamuka, akakuja na pikipiki akitafuta kwangu. Alitafuta kwangu kutoka saa 1:30 mpaka saa 8. Mtu ya boda akamwambia, hebu nilipe 500 wachane na mimi. Wamezunguka wakitafuta kwangu. Alijua ni wapi alipanda mbegu ya contract, lakini hakujua ni wapi ataripoti kazi.
lazima ujiulize mbegu yako, unajua site yenye ulipanda. Kuna watu wakiambia leo wakavune, wajua watavuna wapi, kwa maana hawakumbuki mbegu yao walipanda wapi. Na ile inanifurahisha, Biblia inaongea juu ya mifano ya mbegu. Kuna mbegu ambazo zimepewa miaka, inaambiwa tumekupea mwaka mmoja tukuwekee mbolea uzae, usipozaa tutaikata. Siku ya leo, willingness to protect your seed. Imani yako iko wapi? Kama imani ni mbegu, umeipanda wapi? Kama fedha yako ni mbegu, umeipanda wapi? Kama watoto wako ni mbegu, umewapanda wapi? Kama huduma yako ni mbegu, hii huduma umeipanda wapi? Kama masaa yako ni mbegu, where have you put your time? Kama chakula yako ni mbegu, hii chakula umeiweka wapi? Kama pesa yako ni mbegu, umeipanda wapi? Mahali umeipanda, enda uchunge, enda umwagie maji, enda upalilie. Na Paulo anasema sisi tulipanda, Apolo akamwagia maji, na wengine wamekuja wakapalilia. Lazima ujue ni wapi ulipanda, lazima ujue kazi haijaisha. Nikimalizia, nataka kusema siku ya leo, hakikisha kuna mbegu mikononi mwako, hakikisha unafanya vizuri. Na Biblia inasema katika Wagalatia, inasema usidanganyike, apandacho mwanadamu ndicho anachovuna. Na sio kupanda tu, hata kile anapalilia mwanadamu, hicho tu bado ndiye atavuna. Sijui ni nini umepanda siku ya leo, na kama hujapanda, this is a season to plant a seed. Hii ni wakati ya wewe kuweka mbegu. Hii ni wakati ya kuambia Mungu akusaidie. Na kama ulipanda mbegu ambayo hutaki kuiona, hii ni wakati ya kuenda uking'oa mbegu yoyote ambayo hukupanda, ili ukapate kupanda ile mbegu ambayo Mungu anataka kuona. Biblia inasema hivi, Biblia inasema vizuri sana, mbegu yoyote, pando lolote ambaye baba hakupanda litang'olewa. Na siku ya leo ninaomba chochote umepanda kiwe kile baba angetaka kuona. Chochote umepanda kiwe kile Mungu angetaka kuona. I want to pray for you. Nataka niombe na kila mmoja popote unaniangalia. I want to pray for you. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya kila mmoja. Naachilia neema juu yao, naachilia upako juu yao, ukapate kuwabariki. Tusaidie Bwana, mbegu yoyote ambayo tutapanda kwa maisha yetu, iwe ya kutusaidia, iwe ya kutubariki, iwe ya kutubadilisha. Tunakataa kila roho ya ulegevu katika maisha yetu. Na siku ya leo naombea kila mmoja, upako wako na neema yako ikapate kuwa juu yao, katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen and amen. Unaweza kusema amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen.